Bwana wetu asifiwe sana. Mwana baya Mungu ndikonitoa bali. Amen. Yaani nyumba ya mtu muovu huwa inaisha. Tena hiyo nyumba ya mtu muovu huwa inaangamia. Tena inaisha kabisa. Lakini nyumba ya mtu mwenye haki hudumu. Nyumba ya mtu mwenye haki, mtu wa Mungu hudumu. Lakini nyumba ya mtu muovu, angalia vile hizo nyumba zinaishi. Nyumba ya mtu anayetenda maovu, angalia hiyo nyumba. Muangalie hiyo ukoo ya watu walevi. Ukoo ya watu waliyekataa kuokoka. Muone hiyo nyumba vile inaendelea. Hiyo nyumba iko na shida na iko na mateso mengi sana. Lakini nyumba ya mwenye haki inadumu. Na nyumba ya mwenye haki inasimama. Haleluya. Yaani unaweza kuona ukoo ya watu, hakuna wakati utafaulu. Ni watu wanaishi katika maisha ya shida mpaka wakamalizia. Na hiyo nyumba hakuna wakati itakosa mateso. Kama sasa hivi wanatembea hapa town, ama kwa town hata kubwa kubwa. Unakuta hii kijana ni wasimu anatembea akiokota makaratasi. Hiyo uzao ukiufuata kutoka huko kwao, ni watu wa kuokota makaratasi. Unaangalia ukoo, huwezi ukafaulu. Hiyo nyumba ni ya shida. Hiyo nyumba ni ya mateso. Kama siku nyingine niliona kwa TV. Nikaona kwa TV mjamaa mmoja amesimama. Ameoa. Ni kwa TV inaonyeshwa. Ameoa dada yake. Huyo mjamaa. Ile kanyumba wamejenga kanyumba ya majani. Iko na miti ya kushikana pale juu. Na kanyumba kameinama upande moja hivi. Hiyo kanyumba. Sasa huyu mjamaa ako na watoto 5, ameoa dada yake, wamezaa watoto 5. Watano. Hao watoto ukiangalia wamejua nafunza miguu. Na hao wenyewe maisha yao hapa wamejua nafunza. Hao wameoana. Ile kanyumba wanalala upande mmoja huu na watoto na kananyesha. Wanajifunika na makabuti, wanajifunika naye. Sasa ukiangalia wanalala ile kanyumba, baridi ikija, majani imeondolewa, wanaenda wanarutisha. Angalia, ni kitu gani kimefanya watu kuteseka? Ni watu wa kuchanganya damu ya ukoo. Imefuatana sasa. Dada yangu ule nimemfuata ama hapo nyuma nimemuoa yeye. Tena tumezaa watoto. Yaani hao watoto wameanza kuliwa na funza. Tena wewe wenyewe waanze kuona wenyewe kwa wenyewe. Hiyo damu inatembea hivyo hivyo. Inatembea hivyo hivyo. Hii ni kisasi kibaya. Kisasi hata kukombolewa ni gumu. Kwa sababu ni maneno yaandikwa kwa Biblia, nitakuja kuwafundisha kabisa. Hebu niambie, nilistuka hao watu nikajaribu, yani hata kulia machozi. Nikasema wanaonyeshwa katika TV ya zamani kwa vituko ingetendeka kwa nyumbani. Na wewe mwenyewe ukiambiwa haya